Kwa majina naitwa Amina Kibola, meneja utekelezaji sheria wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Leo tumejumuika hapa pamoja ili kutoa taarifa kwa umma kuhusu maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuondoa taka. Siku ya kimataifa ya kuondoa taka, The International Day of Zero Waste, huadhimishwa kila tarehe 30 ya mwezi Machi kila mwaka. Siku hii ilianzishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo Disemba mwaka 2022 ili kukuza mifumo endelevu ya matumizi na uzalishaji, kuongeza uelewa kuhusu udhibiti wa taka na kuhimiza mazoea ya kuwajibika kupunguza taka ulimwenguni. Siku hii inalenga kuhamasisha kupunguza uzalishaji wa taka kwa kutumia dhana ya R3. Tunasema 3 Rs, zikiwa yana maana ya reduce, reuse, recycle. Kwa lugha yetu nyepesi kabisa ya Kitanzania, reduce ni kupunguza, reuse ni kutumia kwa mara nyingine tena, na recycle ni kurejeleza. Na dhumuni hili ni kuhimiza matumizi bora ya rasilimali zetu ili kupunguza uchafu na uchafuzi wa mazingira kwa maendeleo ya taifa. Kauli mbiu kwa siku hii ya kimataifa ni kuwezesha taka sifuri kwenye sekta ya nguo na mitindo, lakini na sisi nyumbani tuna kauli mbiu yetu. Kauli yetu ya kitaifa, taka ni fursa. Kauli mbiu hii ya taka ni fursa inaweka msisitizo wa kuwa taka si uchafu tena, bali ni malighafi yenye thamani, na endapo itasimamiwa vizuri na kutumiwa vyema, basi inaongeza thamani ya mazingira. Kwa kuzingatia dhana ya kupunguza, tumia tena na rejeleza, tunajenga jamii inayojali mazingira na kuchochea uchumi mzunguko. Uchumi mzunguko kwa lugha ya wenzetu ni circular economy, kwa maendeleo endelevu ya taifa. Kauli mbiu ya kimataifa pia katika sekta ya nguo na mitindo inahimiza matumizi ya malighafi zilizo rafiki kwa mazingira, mbinu na ubunifu katika sekta ya mitindo pamoja na viwanda vya kuzalisha nguo ili kupunguza taka zinazochomwa au kupelekwa kwenye madampo. Katika kuadhimisha siku hii, NEMC imejipanga kuelimisha umma, kuhimiza na kuhakikisha kuwa dhana ya punguza, tumia tena na rejeleza katika sekta zote za uzalishaji inatekelezwa kwa vitendo, na matakwa ya sheria ya usimamizi wa mazingira katika sekta hii yanatekelezwa ipasavyo ili kuwa na mazingira safi, afya bora kwa jamii zetu na matumizi endelevu ya rasilimali. Tunawakaribisha wananchi wote kuanzia siku ya Ijumaa tarehe 28 hadi tarehe 30. Tutakuwa na maonyesho kwa siku 2 kabla ya maadhimisho. Kwa hiyo tarehe 28 na 29 na 30 tuna maonyesho pale Mnazi Mmoja, ila tarehe 30 ndio siku ya kilele. Kwa hiyo tunawakaribisha watu kufika kupata elimu na kutambua fursa zilizopo za uwekezaji katika eneo hili la taka, na ni taka za aina zote. Aidha, tarehe 30 ndio kilele cha maadhimisho ya siku hii ya kitaifa, na mgeni rasmi siku hiyo atakuwa waziri wetu wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira.